I see. Sawa bana, ni wakati mwingine tena, time nyingine tena. Karibu sana mwanamchezo, popote pale ulipo, katika kipindi chako pendwa kabisa cha Gen Sport, kwenda kutazama taarifa za kimichezo zinazojiri hapa na pale. Kubwa zaidi tukimlika taarifa za ligi kuu ya Tanzania bara, lakini vile vile tukitazama huko ugaibuni kuna nini pale Spain. La Liga mambo yanazidi kuwa ni ya moto kabisa kabisa. Bwana, mimi ni Andrew Demian, nipo na Shuri Mali, lakini kubwa zaidi kwa ambayo tutakuwa nayo ni pamoja na ligi kuu ya Tanzania bara. Leo kuna mchezo ambao utakuwa ukiendelea, lakini sio mchezo tu, ni mchezo mambo ambayo yatakuwa yako vizuri zaidi na zaidi. Bwana, sawa. Lakini vile vile tutaangazia mara baada ya Young Africans kupigwa faini kubwa sana ya takriban milioni 30 waweze kulipa. Kwa mambo yakoje tutazungumzia hapo. Bwana, sawa. Mtaalamu wa mitambo bwana Alam anasema mambo kidogo tu yaweke sawa hivi, kisha tutakuja kuendelea. Kwa hiyo ni wakati ukiendelea kuweka mambo sawa hapo, nimwambie tu kwamba mtazamaji, ni wakati mzuri kabisa wa kuja kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri hapa nyumbani Tanzania kwenye JN Sports. Na taarifa ni nyingi na kubwa zaidi, ambalo kama ambavyo tumetazama magazeti mengi ya leo asubuhi yameandika kuhusu adhabu ambayo klabu ya Yanga Afrika wamepatiwa leo hii, ikiwa ni adhabu baada tu ya kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Lakini zipo taarifa nyingine kede wa kede, ikiwemo taarifa ya ligi kuu NBC Tanzania bara ambayo inataraji kunguruma kesho. Pia mechi nyingi kabisa zitapigwa. Kwa hiyo, lakini bila kusahau kule barani Ulaya, kule nchini Uhispania bwana, miongoni mwa trending story ama taarifa kubwa ambayo watu wanizungumza kwa ukubwa ni pamoja na chumba cha Real Madrid, kwa maana ile dressing room wanaona kama imechafuka. Kylian Mbappe, mashabiki wengi wakiwa wanapiga kura za kutaka atoke kwenye kikosi. Lakini jana kwenye sherehe za ubingwa wa La Liga, Lamine Yamal alibeba jezi ambayo imeandikwa asante Mungu, mimi si Madridista. Hatari sana. Ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakizungumza. Mimi kama shabiki wa Real Madrid, yes, yule bwana mdogo namwambia hii ni dunia ni ndogo sana. Mtapita tu. Tutakutana mbele ya safari. Bwana, sawa. Tuanze kutazama taarifa za kimichezo tukianzia na ligi kuu ya Tanzania bara. Ndugu yangu, leo kuna mchezo miwili. Singida Black Stars dhidi ya Namungo itakuwa ni saa 8 za mchana. Ndiyo. Lakini vile vile TRA United itakuwa ni saa 10:15 dhidi ya JKT Tanzania. Tukitazama Singida Black Stars na Namungo, ambao inaonekana sasa hivi Singida Black Stars wanataka zile nafasi 4 za juu, tuseme 3 zile. Ndio. Kwa sababu ile ya kwanza ile pale ina kashikashi. Kwa ligi si haijamalizika. Ndio. Sahihi. Sasa Singida Black Stars itakuwaje siku ya leo? Singida Black Stars, kwanza Singida ni miongoni mwa timu ambazo tunasema ni mid table team. Yes. Maana ni timu za daraja la kati. Sahihi. Si zile timu ambazo msimu unapoanza unafikiria kwamba ni timu ambayo inakwenda kubeba ubingwa. Lakini ni timu ambayo unaifikiria kwamba inakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano. Sasa walipitia kipindi kigumu, walianza vizuri mechi za mwanzo, baadaye wakapitia changamoto kama unafahamu, wakaondosha benchi zima la ufundi, wakaleta benchi lingine. Mara baada ya kuonekana kwamba kuna tatizo. Okay. Kwanza ni wasifu Singida. Na niwapongeze sana kwa sababu kubadilisha benchi katikati ya msimu kisha mkaja kufanya vizuri si kitu ambacho kinatokea mara nyingi, au si kitu ambacho ni rahisi. Yes, unaweza kuwa na wachezaji wazuri, unaweza kuwa na miundombinu mizuri, lakini unabadilisha kocha, kuleta kocha mwingine, maana yake umebadilisha tunasema mfumo mzima wa uchezaji, mfumo wa uchezaji. Na kuna mchezaji alikuwa anaonekana anacheza vizuri kutokana na aina ya mfumo ambao mwalimu alikuwa
kutumia yule mwalimu aliyetoka. Yes. Sasa anapokuja mwalimu mwingine anakuja na mfumo wake pia. Hata chemistry ya wachezaji anaweza kaitengeneza nyingine, kwa maana fulani akicheza na fulani ndio unapata kitu kizuri kabisa. Wakati huo pengine alikuwapo labda Khalid Gego akicheza na Aucho, pengine ndio inakuwa combination nzuri, lakini anapokuja kocha mwingine pengine anaona ule si muunganiko mzuri kabisa. Na ukumbuke kwenye dirisha dogo la usajili waliondokewa na Kratos Chama. Miongoni mwa wachezaji wakamtoa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye kikosi cha Singida. Yes. Kupitia mabadiliko hayo yote mpaka sasa hivi napozungumza wapo kwenye zile timu 5 za juu, si kitu rahisi. Na ukizingatia kiukweli ligi ya msimu huu imekuwa na ushindani mzuri sana. Imekuwa na ushindani mzuri. Kitu kimoja tu ambacho nawadai mamlaka ni viwanja. Na pamoja na vilabu, kwa sababu si swala la mamlaka peke yake, ni vilabu viwajibike kutengeneza viwanja. Lakini mchezo Namungo dhidi ya Singida, Guardiola, Pep, kwa maana Juma Mgunda ndio ni miongoni mwa makocha ambao tunasema kwanza wanapenda kucheza ile tunasema sex football. Mpira mzuri utembee, kama hiyo falsafa yake, boli litembee. Ni miongoni mwa makocha ambao wanapenda kucheza aina hiyo ya mpira. Lakini Namungo, quality ya Namungo na quality ya Singida ni si mbingu na ardhi, lakini ni kuna daraja tu ambalo linaweza kuonekana kabisa kwamba hapa kuna daraja kabisa. Wachezaji wengi wa Singida na Namungo yani wachezaji wenye quality kubwa ni ya Singida. Kwa sababu Singida kuna wachezaji ambao hata leo hii ukisikia amesajiliwa Simba au Yanga hujiulizi kwa nini amesajiliwa. True. Na unachokizungumza mimi nakuelewa. Hata mechi iliyopita niona kabisa Singida ina watu. Ina watu. Yeke pale wanazima mpaka unasema, mpaka jambo moja nilikuwa naangalia tumekaa naye sehemu akasema huyu Keke ana roho mbaya sana. Bwana. Sawa. Na kwa Namungo wana kocha ambaye ni mzuri, kocha ambaye amezoea mashindano ya ligi kuu, amefundisha Simba, moja ya klabu kubwa sana hapa nchini Tanzania. Pengine na wanakutana na Singida na ambao tayari wana uchu. Na kiutaalamu wanasema ogopa sana timu ambayo imemfukuza kocha inajitafuta sasa kuja kwenye kuthibitisha kwamba labda benchi la ufundi ambalo lilikuwepo ilikuwa inafanya vibaya. Unajua Namungo ni tunasema tayari wana ile mentality au zile fikra zao. Wanajiona kwamba sisi ni timu ambayo kushuka daraja si kitu rahisi. Sawa. Lakini pia pengine hata kuchukua ubingwa si kitu rahisi. Sasa kwanza itakuwa ni mechi ya wazi, sifikiri kama kuna timu itakwenda kukamia timu nyingine. Sawa? Sifikiri kama ni mechi ambayo itakuwa labda ya undava kiasi hiko, ni mechi ambayo natarajia itakuwa ni ya open. True. Ingawa haitokuwa na magoli mengi kiasi cha kusema kwamba mtu anaweza akafungwa goli 3-0 au magoli 4, sifikiri, na sitarajii kuona mechi hiyo ikiwa na magoli mengi. Namungo wanajitahidi au wanajaribu sasa kurejea kwenye wale Namungo ambao tulikuwa tunawafahamu. Namungo mara zote ilikuwa inatoa ushindani kwenye ligi kuu inapokutana na timu hizi kubwa hizi, kwa maana Simba, Yanga, Azam au la. Ilikuwa tumeshazoea yani kwamba tukisikia Yanga anakwenda kucheza na Namungo, basi tunasema ni miongoni mwa mechi ngumu ambazo Yanga anakwenda kucheza. Simba anacheza na Namungo, ana kazi kubwa ya kwenda kufanya. Azam anacheza na Namungo, ipo kazi ya ziada ambayo anatakiwa kufanya ili kuhakikisha kama anataka kuibuka na ushindi. Lakini kwa sasa kidogo hali hiyo imekuwa ni tofauti, imebadilika. Na kwenye mchezo kama huu ukimuuliza mtu yeyote anayefuatilia ligi kuu atampa walau 55% Singida au pengine hata 60 Singida, kisha 40 akampa Namungo au 45 akampa Namungo kwenye mchezo wa leo, kutokana na mwenendo tangu ligi ilipoanza walipo sasa. Namungo hana uhakika wa kupata ushindi kwenye mechi 3 pengine mfululizo. Lakini Singida uwezo huo anao wa kuweza kushinda hata mechi 3 mfululizo, lakini Namungo amekuwa ni tofauti. Kwa hiyo wamebadilisha benchi kama walivyosema,
na ukweli kumekuwa na mabadiliko kwa sababu Namungo kuna wakati alikuwa eneo la hatari ambalo pengine angecheza Makida angeweza kuteremka daraja, lakini kwa sasa amejitahidi na ameweza kutoka kwenye hilo eneo la hatari la kuweza kushuka daraja. Kwa hiyo benchi la ufundi, wachezaji na kila mmoja amefanya majukumu, kwa sababu timu mwisho wa siku si wale wachezaji. Timu ni muunganiko wa viongozi wenye weledi na wachezaji wanaojua majukumu, kwa sababu kama viongozi wana weledi mzuri wanatekeleza majukumu, lakini wachezaji watekelezi, sio timu. Na kama wachezaji wanatekeleza majukumu alafu viongozi watekeleze majukumu, hiyo haiwezi kuwa timu, kwa sababu timu ni muunganiko wa hivyo vitu. Of course timu ni muunganiko, mimi nakuelewa. Sasa kwa Singida Black Stars wachezaji wale ni wachezaji ambao wanahitaji kwamba hadi viongozi wawaambie kwamba bwana mkafanye hili, au kuna shida behind ambayo ilikuwepo? Timu ina vitu vingi. Sawa? Na sisi mara nyingi tunahukumu kinachotokea kiwanjani. Na ndicho ambacho ndio maana watu wanasema mpira ni mchezo wa wazi. Lakini yale matokeo ya kiwanjani kiuhalisia yanajengwa, yani kwa asilimia kubwa yanajengwa kwanza nje ya uwanja. Sasa hapo nje ya uwanja mtu asije akaelewa ni yale mambo ya Kiafrika. Hapana. Nje ya uwanja hapo nazungumzia mchezaji amepata nutrition, kwa maana chakula chake na nini na kila kitu. Mchezaji amelala kwa wakati, mchezaji ana stress yoyote, mchezaji ana mahusiano mazuri baina ya yeye na wachezaji wenzake, mchezaji ana mahusiano mazuri na viongozi. Sahihi. Je, huyu mchezaji anapohitaji pengine mshahara wake anapatiwa kwa wakati? Kwa vitu mazoezi yanayopatiwa, aina ya wapinzani yanakidhi. Kwa vitu vingi ambavyo vinakwenda kuathiri matokeo ya kiwanjani ambayo tunayaona, kwanza vinatengenezwa nje ya uwanja. Kwa hiyo kwa Singida walioyapitia mpaka wanayoyapitia kwa sasa, kwa sababu bado haijakaa kwenye ile level mstari kwamba sisi tunaamini kwamba hapa sasa Singida iweze kusimama vizuri, bado haijakaa. Kwa walioyapitia wanayoyapitia, ukiangalia msingi wake mkubwa ni mambo ya nje ya uwanja. Kwa maana hapo nakupata. Kwa maana labda viongozi na nini, yani vitu vya nje ya uwanja. Mfano mzuri ni si kwamba tunaenda mbali, lakini mfano mzuri ni kwa mfano Real Madrid. Real Madrid ina wachezaji ambao wakienda kwenye timu yoyote wakawa kikosi cha kwanza, huwezi ukajiuliza sana kwa kiasi kikubwa, lakini kuna vitu vingi sana nje ya uwanja ambavyo vinakwenda kuathiri matokeo ya ndani ya uwanja. Kwa Singida ukiangalia wachezaji ni quality players ambao wanao, licha ya kwamba si wa daraja la juu kiasi hiko, lakini kwa level ya Singida na wanachokifanya si kitu cha maajabu. Yani sio kwamba wanabahatisha kufanya wanachokifanya wachezaji, ni kwamba wanastahili kukifanya. Kwa hiyo nje ya uwanja, imani yangu ni kwamba nje ya uwanja kuna shida ambayo inakwenda kuathiri matokeo ya kiwanjani. Na unachokizungumza mimi nakupata vyema, kwa sababu kama kipindi kile management iliamua kwamba bwana sisi tunakata posho, tunakata sijui nini mishahara, which means that mimi naona kama viongozi walikuwa wanatimiza jukumu lao, kwa sababu haiwezekani ndugu yangu wewe ukatwe mshahara so ndio hivyo kwa kitu ambacho yani wao hujui, which means that hata wachezaji walikuwa wanafahamu. Lakini by the way hapa tunazungumza mara baada ya tukio hilo hapa, wakati wa mshahara sijui nini, tunaona sasa hivi wamekuja kwenye hali nzuri sana na ilikuwa Mtibwa bao 4 ilikuwa ni hatari sana, boli ilichezwa mvua ya magoli. Kwa hiyo tuwapongeze bwana hawa Singida. Sasa kuna vita ambayo ipo kati ya Singida na JKT. Wote wana alama 35. Unajua kangati tofauti ambao upo ni kwenye magoli ndio upo. JKT kwanza ndio timu pekee ukiondoa Simba, Yanga na Azam, ndio timu pekee ambayo imekuwa na muendelezo mzuri kwa hizi timu za madaraja ya kati na chini. Ndio timu pekee ambayo tangu imeanza ligi mpaka sasa haijaporomoka kwenye zile nafasi 5 za juu. Sawa?
haijakuwa na ila waliongoza ligi hao. Yes, waliongoza ligi lakini waliongoza wakati gani? Waliongoza wakati ambao Simba, Yanga na Azam na mechi nyingi. Kuna wakati Simba alikwenda karibu mechi 5, Yanga karibu sijui 6 hajacheza, lakini wakati huo JKT anaongoza ligi. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba timu chache sana ambazo zinakuwa na muendelezo wa kufikia mpaka sasa, ambapo ligi ina 80% kama si 90 ya mechi ili kuweza kumalizika. Bado timu ipo kwenye kiwango kizuri, na mpaka leo ikicheza na timu yoyote inatoa ushindani kabisa. Haijalishi ni timu inayoongoza ligi iliyopo nafasi ya 2 ya 3 au la, lakini mpaka leo inatoa ushindani na huwezi kuwapa wale wapinzani wa JKT 100% ya kushinda au 90 pengine hata 70 huwezi kuwapa. Unajua mimi bwana Shilimai, JKT mimi nashangaa sana. Ndio. Ukiangalia hata game ya raundi ya kwanza dhidi ya Yanga. Ndio. Unajua walifungwa kama vile wamesimama. Kana shangaa JKT hao kabisa wao wanawajua hao. Ndio. Hivi inakuwaje kwa timu ambayo tunaikubali kwamba hawa watu wanaweza wakatuwakilisha kimataifa, lakini anapokuja kwenye swala kukutana na Yanga mwaka 2021 Aston Villa waliadhibu Liverpool mabao 7-0. Haina maana kwamba Liverpool ina wachezaji wabaya, au haikuwa ina maana kwamba Liverpool ni miongoni mwa timu ndogo au ambazo haziwezi kufanya chochote. Kuna siku nilisema kwamba mara nyingi kushinda mechi unaweza kuwa na wachezaji wazuri, lakini hao unawatumia hao wachezaji wazuri kabisa, kwa sababu kuna timu zinakuwa na wachezaji wa kawaida tu lakini zinaweza zikashinda mataji, zikacheza mashindano kwa tactics nzuri, ikaweza kushinda. Ukiangalia kwa mfano hiyo mechi unaizungumza ya Singida, ya JKT na Yanga, sawa, kuna magoli kama mawili yalikuwa ni uzembe wa mabeki sahihi. Yaani ni kweli Yanga walitengeneza magoli, lakini kuna tunasema ile pressure. Unajua timu ndogo ikishafungwa goli inapata na pressure kwamba tunaweza tukafungwa goli lingine, wakati huo huo ikiwa inatafuta uwezekano wa kuweza kusawazisha. Kuhimili pressure ya namna hiyo unahitajika kuwa na balance ya wachezaji wazuri kuanzia golikipa mpaka mshambuliaji kabisa, kwa sababu kwenye wakati wa namna hiyo yule aliyekufunga goli anawaza kwamba huyu ameshatoka mchezoni, naweza nikamfunga goli lingine. Sawa? Kwa hiyo na wewe unakuwa kwenye pressure ya kutaka kusawazisha. Kwa hiyo unahitajika kuwa na balance ya timu ambayo kuanzia kipa mpaka mshambuliaji wako vizuri ili kuweza kuhimili pressure za aina hiyo mbili. Una pressure kwenda kushambulia na unakuwa na pressure kutaka kuzuia kwenye wakati huo. Sasa unapokutana na timu kama Yanga au Simba au Azam ambayo ina wachezaji wenye madaraja ya juu kuliko wewe, unakuwa hatarini zaidi kufungwa goli lingine, kwa sababu inakupa wakati mgumu kuzuia na kutaka kwenda ukasawazisha lile goli. Bwana, sawa, hiyo ni mechi ya Singida. Tusubiri tuone kwamba Namungo wao watafanyaje siku ya leo. Bwana, mara baada ya TRA kuwapiga Azam bao 4 bwana kwa moja. Ndio. Leo sasa hapo uwanjani dhidi ya JKT Tanzania saa 10:15. TRA. Yes, United. TRA kuna wakati walinusurika kushuka daraja. Yes. TRA ilikuwa kila taarifa ya FIFA ikitoka kuhusu timu zilizofungiwa kusajili lazima TRA utaiona. TRA ilikuwa ni miongoni mwa timu zinazoongoza kufungiwa kiwanja chake cha Ali Hassan Mwinyi. Madeni wachezaji kudai mengi sana na kesi nyingi sana. Ndio yale tunarudi kusema kwamba matokeo ya uwanjani yanaathiriwa na what you do nje ya uwanja. Yes. Sawa? Kile unachokifanya nje ya uwanja ndicho kinachokwenda moja kwa moja kuathiri matokeo ya uwanjani. Viongozi nina imani kwamba walikaa wakaamua kuchukua hatua ya kuweza kubadilika na kufanya vitu kwa weledi kabisa. TRA leo hii husikii hizo tena kesi. TRA husikii tena kesi mchezaji fulani eti anadai. Yes. Si ndio? Kwa hiyo kuna utulivu kwenye staff. Pale viongozi wanapokuwa watulivu ni rahisi kuambukiza ule utulivu kwa wachezaji. True.
lakini kama kunakuwa na makando mengi kwa viongozi, maana yake hakuna mtu atakayewaza kuhusu timu inakwendaje. Lakini kama kuna utulivu, maana yake mnalazimisha akili zenu zote ziwaze kuhusu timu tutakwenda kushindaje mchezo na maandalizi yatakuwaje na kila kitu. Okay. Kwa hiyo viongozi wamechukua hatua ya kubadilika. Yes. Na ndicho ambacho tunakiona kwa sasa. TRA wamekuwa ni miongoni mwa timu ambazo kiukweli zinavutia kwenye msimu huu. Yes. Zinavutia na lakini yes, kama watapata bahati ya kwenda kushindana kimataifa, yep, ipo haja kubwa pia ya kufanya, yani kama kungekuwa na tunasema fursa ya kufanya sajili nzuri, wafanye. Wale wachezaji ni wanafanya vizuri. Sawa. Lakini unapokwenda kushindana kimataifa sasa sioni kama wanatosheleza kwa kiasi kikubwa. Unajua kwa namna walivyo TRA kwamba kama watapata fursa ya kwenda kimataifa ni lazima wafanye usajili mwingine. Ndio. Kwa sababu tukija kuzungumzia kwenye perception ya kimataifa ya michuano ya CAF, hawezi kusema kwamba TRA na kikosi chao sasa hivi kinachobwedo ndio kwamba ndicho kikosi ambacho watakipeleka huko. At the end mnaenda kuaibika. Mechi ya kwanza, mechi ya pili unajikuta wamesharudi nyumbani. Umeshaumia bwana. Sisi kikubwa zaidi performance ya TRA sasa hivi, of course tuna respect sana wanachokifanya uwanjani, wanapofunga magoli, japo tumeona Azam wamekumbana na changamoto kadhia hii ya mabao manne. Hatujajua tatizo kubwa nini kwa Azam. Ingawa Daktari Christopher Nyoni anasema kwamba yes, kuna hali ya kiafya ambayo haikuwa nzuri, na watu wengi baada ya mchezo wakasema kwamba huenda ni kutokana na walipotumia vyumba kule Shamri Abeid, kuna pengine walivuta hewa yenye sumu. Lakini kwa mujibu wa daktari wa Azam mwenyewe anasema kwamba hali ya kujisikia vibaya wachezaji, maumivu ya tumbo na kuhisi pumzi nzito na mwili kuwa mzito pia. Na mwili kuwa mzito, walianza kupata hayo malalamiko wakiwa kwenye basi. Kwa maana wakiwa safarini kuelekea Arusha. Si kwamba ni hali ambayo ilitokea wakati wa mchezo au baada ya mchezo. Kwa maana waliingia kwenye mchezo wakiwa wanajua kabisa kwamba wachezaji hawako vizuri kiafya, wana 1 2 3. Lakini kama unavyojua tena lazima Watanzania lazima mambo yawe hivi, waanze kupindapinda, na watu wamekwenda mbali wakasema kwamba kwa nini hawamkusema mapema? Kwa nini baada ya kupoteza mchezo ndio mmeanza kutoa hiyo sababu? Kwa hiyo lakini daktari mwenyewe alithibitisha kwamba ni hali ambayo ilitokea kabla ya mchezo na kabla hawajawasili uwanjani. Kwa hiyo sio TRA wa kutupiwa lawama kwamba eti walifanya chochote kile. Hapana. Bwana sawa. Unajua hayo mambo yanavyotokea hivi pia ni vizuri kufanya research. Kama labda huko walipoanza safari kuaje, njiani labda kuna mtu aliingia mwingine kwenye basi tofauti na wao, au kuna mamluki ndio mle ndani, uweze kujua. Sahihi. Kwa hiyo wafanye research waweze kujua kama tatizo lilianzia huko wakiwa njiani, basi hatuwezi tukasema kwamba TRA, japo kuna picha mjongeo zinamuonyesha kipa wa TRA ndio uwanjani kama kuna vitu chupa ya maji imetoboka anafanya vitu vyake pale kwenye goli. Kwa hiyo sasa dua sawa vitu, lakini pia hili swala sijui vyumba vya kubadilisha nguo sijui imekwaje, mamlaka pia zihusike ziweze kuangalia kama tatizo ni nini. Sahihi. Bwana, hiyo ndio mchezo miwili ya siku ya leo ya NBC Premier League, na muda wetu unakimbia ndugu yangu sana, muda wetu unakimbia, na sisi muda wa kupumzika lazima tuwe nao, kwa sababu lazima mwili pumzike upate afya. Bwana, tumeona jana Young Africans bodi ya ligi ikatoa taarifa kwamba wamepigwa faini ya milioni 30, lakini vile vile wakamuunganisha meneja kufungiwa michezo mitatu na faini milioni 1, lakini vile vile shabiki naye wa mnyunyuzio
na yeye chuma iliyotoboka sijui miezi 12 sijui takriban mwaka mzima kama sijakosea. Kwa nini unamwaga vitu kiwanja? Kwa nini na yale maji watu wangeteleza Fanya mchezo. Kwa nini uingie na chupa ambayo imetoboka? Kwa nini? Na kwa nini unagusa nyasi wakati wewe si sehemu ya mechi? Hapo sasa tukueleweje? Kubwa zaidi tuongazike ndani zaidi bwana. Kwamba mambo kama haya ambayo yanatokea, timu zinapigwa faini na watu wanaonekana yani inaonekana ni jambo la kawaida. Hadi mimi nilivyoona ile faini na nikaona reaction ya mashabiki wa Yanga, umeona, nikasema basi tunapoelekea mpira wetu unaenda kuwa mbovu. Kwa sababu gani ndugu yangu, kabla hajazungumza Shulima? Ndio. Mimi kitu ambacho nimekiobserve, kesho na kesho kutwa timu zitafanya, hizi timu mbili ambazo zina wafuasi wengi sana, Simba Yanga, watazidi kufanya makosa makubwa. Yaani kuna siku timu zitakataa hata kwenda kusalimia uwanjani. Mimi nakwambia watakataa kusalimia uwanjani ili wasubiria fine. Angalia hiyo ya milioni 30. Na hiyo mpaka sasa hivi Young Africans wameshakamilisha muda milioni 31 mpaka kufikia majira ya saa 3 usiku ilikuwa imepatikana. Milioni 31. Hata ukiwaambia milioni 100 wana uwezo wa kukoti. Nije kwako kama mchanganuzi. Sawa. Hili ni jambo zuri na ni jambo ambalo tunasema kwanza mamlaka zimetekeleza ule wajibu ambao unapaswa kufanyika. Sasa ukitazama kiukweli kama ambavyo umezungumza, mambo ni mengi sana, na ukiangalia si kitu ambacho tunasema ni cha kukifumbia macho, kwa sababu ligi hii ni miongoni mwa ligi 10 barani Afrika ambazo ni ligi bora ambazo zinafuatiliwa na watu wengi. Na jana kitu ambacho cha kusikitisha pia, mmoja wa waandishi wa habari mkubwa tu barani Afrika kutoka kule Ghana alichapisha video kwenye mtandao wa Instagram akionyesha namna ambavyo Young Africans walikuwa wanatoka kule vyumbani kwenye lile jumba la dhahabu, wenyewe wameliita jumba la maajabu. Wakitoka kule wanapita ile barabara wanaingia uwanjani. Kwa kawaida hapa nyumbani unaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini inachafua taswira kwa sababu ile ni miongoni mwa mechi kubwa. True. Hapa nyumbani. Yes. Miongoni mwa mechi kubwa hapa Afrika. Ni mchezo ambao umegubikwa na matukio mengi mazuri. Yes. Sawa? Kabisa. Limefungwa goli pale zuri. Sawa? Sasa lile goli watu wataanza kufuatilia. Wakianza kufuatilia kwamba kilifanyika kitu kama hichi. Alikuja mwamuzi. Sawa? Kutoka sehemu nyingine. Mwamuzi anaona watu hamtumii vile vyumba. Unaona? Hilo ni swala jingine. Ukiachilia mbali mechi ilichezwa kwenye uwanja ambao kimsingi mimi sikuona kama una hadhi ya kuhodhi ile mechi yenye ukubwa wa namna ile. Kwa hiyo kuna siku hapa tulishauri mmoja wa mdau akasema kwamba mbona Simba ikifanya hivyo amshauri ikatwe alama. Amshauri. Lakini kimsingi ni kwamba adhabu zinapaswa kuwa kubwa. Sahi. Ambazo zinaitesa club. True. Unajua nchi hii ina mashabiki wengi sana wa Simba na Yanga. Na umeona kwa mfano hiyo ilipotokea Yanga. Simba wakishapigwa faini yoyote, yes, watataka kulipiza wasionekane nao ni wanyonge. Yeah. Ndo kitu ambacho nilikuwa nakizungumza bwana Shumari. Kwa sababu tumeona kuna utamaduni wa kuchangia wachezaji, kwa maana tunasema kumuokotesha mchezaji aliyefanya vizuri. Young Africans tunasema kama ndio walikuwa waasisi, wameuasisi wa utamaduni. Mchezaji amefanya vizuri wanampatia pesa, Yeah. Baadaye Simba wakawa wanalipa lile jambo ambao sasa hivi limeonekana ni utamaduni wa kawaida. Sawa. Kwa hata haya mambo ya faini yanapotokea, kama mamlaka hazitothubutu kuchukua adhabu ambayo inaweza kutoa mwanya wa timu kuweza kubadilika, yes, kila siku tutakuwa tunarudi pale kwa sababu kama milioni 30 imepatikana ndani ya masaa 10, yes, hata ikitokea siku imepigwa timu faini ya milioni 50, basi ndani ya siku 2 au 3 4 tu zinaweza kuwa zimepatikana kabisa. Kwa sababu timu zina wawekezaji
matangazo na kila kitu na mashabiki wako wengi. Yes, ina viongozi ambao ni wakubwa pia ambao ni mashabiki wa kereketo. Kama kila shabiki wa Young Africans akichangia shilingi 5,000 tu. Sawa. Ndani ya siku 3 au 4 wanakuwa wamepata pesa nyingi sana. Yes. Lakini kama ni alama ikikatwa alama, hata akisema wakati alama 1 au 2. Yes. Bado itakuwa ni fundisho zuri sana. Yaani hata kama wasema mimi ndicho kitu ambacho nilikuwa nataka nikuulize wewe kwamba unadhani wewe ni kitu gani kifanyike kwenye masuala ya Young Africans, si Simba, si nani? Umeona? Ili kuweza kukomesha kabisa ili swala, ndugu yangu Shimari. Kwa sababu mtu ana kwa mfano anaweza akaweka tu milioni 20. Sawa. Yaani bajeti ya mwaka mzima anaweza akatenga labda bilioni 2 au 3 hii kwa ajili ya usajili. Bilioni 6 hii kwa ajili ya safari au bilioni 4 hii kwa ajili ya malazi kwa maana hoteli. Bilioni 1 labda chakula. Alafu akatenga milioni 30 kwa ajili ya faini kwa maana mechi 5 au 6 sitotumia chumba cha kubadilishia nguo. Sawa? Nitabadilishia kwenye gari mapema sana. Mechi fulani sitoingia kusalimia au sitosalimiana na wachezaji. Wakati wa mapumziko sitotumia chumba. Anatenga pale, anajua kwamba hakuna adhabu nyingine nitakayopewa zaidi ya kutozwa faini tu ambayo nitailipa milioni 5 ngapi 2 na kila kitu kitakwenda vizuri. Lakini kama unakata mtu hata alama moja tu. Sio lazima hata ziwe 3. Hata alama moja tu. Sawa? Kwamba inatosha. Huyo mtu hatakuwa anarudia hicho kitu kwa sababu anajua anajirudisha nyuma. Yes. Sijui unanipata? Kwa sababu anajua kwamba huenda huo mchezo nikapoteza. Yaani ninafanya hivi lakini huenda huo mchezo nikapoteza. Unapopoteza umepoteza alama 3 kabisa. Unapopoteza alama 3 kwenye huo mchezo ambao umefungwa na ukapata adhabu ya bodi ya ligi kukatwa alama 1, maana yake unakuwa kwenye mchezo umepoteza alama 4. Unakuwa umezidi kurudi nyuma zaidi. Hiyo inaweza kuwa ni miongoni mwa tiba nzuri tu za kuweza hilo mimi nakuunga mkono kabisa Shughuli Mali. Hilo hapo la kukatwa alama mimi naona ndilo suluhisho. Lakini hizi fine sijui hizi milioni 100, sijui 50, sijui 20, jambo la kawaida sana. Ndio. La kawaida mno kwa sababu mimi naamini hata kama watakapopigwa fine sijui mechi ngapi halina impact yoyote. Sahihi. Na hii ni aibu na fedheha sana kwa maendeleo ya soka. Ni fedheha kubwa sana. Na hapa ndipo tunapokuja sasa kusisitiza kwamba timu zijenge viwanja. Unajua yale mambo kama yale siamini kama Yanga wangekuwa kwenye uwanja wa nyumbani kwao kabisa. Yaani siamini kama kuna siku wanaweza wakafanya hicho kitu. Na kama Simba na Yanga yani vinakuwa na vile viwanja standards kabisa. Makando kando kama hayo siamini kama anaweza. Lakini pia Shughuli Mali, kama wanaamini kwamba kwenye vyumba labda kuna vitu vinawekwa, nani anafanya hivyo? Nani anafanya hivyo na ni wakati gani? Wakati pale vile vyumba vya kubadilishia nguo vinakuwa tayari vimeshawekwa vizuri na ulinzi upo. Unajua sisi ni wa Afrika. Na soka letu hili la Afrika tunasema ni kivyetu vyetu. Kuna vitu vingi sana. Umeona kuna mmoja, sitaki kuongea kwa ubaya, ila kuna mmoja wa shabiki alisema hizi timu zimekuwa na mambo mengi sana nje ya uwanja, na akasema ni pamoja na ushirikina. Yes. Akiamini kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinaipa nguvu club kuweza kushinda na kufanya vizuri. Sasa watu wa namna hiyo pia kwenye hizo timu wapo. Licha ya kwamba hawajatoka hadharani kusema. Yes. Sawa, licha ya tactics za kisayansi, licha ya uwepo wa walimu, yes, licha ya uwepo wa wachezaji wazuri ambao wanawasajili, lakini bado kwenye hizo timu pia kuna watu ambao wanaamini mambo yale huwa yanafanya kazi pia. Sawa. Sahihi. Kwa hiyo vitu kama hivi bado utaendelea kuviona kutokana na tayari kwenye timu kuna sumu hiyo ya watu ambao wanaamini kwamba mambo yale ya juju yanafanya kazi kwenye kuathiri matokeo, kuleta matokeo mazuri au kumfanya mpinzani apoteze mchezo. True. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza kwa nini, lakini bado hao watu wapo na wapo, lakini hawajataka kubadilisha tunasema ule mtazamo
wa kwamba mbona tupo kwenye zama nyingine na tunapaswa kubadilika kutokana na sisi tayari tumeshajifikia daraja na kuwa miongoni mwa timu kubwa Afrika. Sawa, na ligi yetu kuwa miongoni mwa ligi kubwa Afrika. Vitu kama hivi vinawezaje kuchafua taswira ya ligi husika? Kuna makampuni, kuna baadhi ya vyombo vya habari, baadhi ya watu utashindwa kufanya nao kazi, watashindwa kufanya kazi na wewe kutokana na jinsi vitu vyenu mnavyoviendesha, kwa sababu wanaona kama na sisi tukiingia ni kama tunakwenda kuharibu taswira yetu, sisi tunaweza tukachafuka kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho vilabu kabisa, mamlaka pia ipo haja na jitihada za makusudi kuweza kubadilisha huo mtazamo. Bwana, sawa, tuachane na hapa Tanzania. Taarifa nyingi zipo, ndio kinaamini watu wanazipata kupitia mitandao yetu pia kijamii, JNTV Tanzania, pale Instagram, Facebook JNTV, TikTok pia tunapatikana JNTV. Watu waende pale tu follow, subscribe, wa like pia pale, unajua tena sahihi masuala ya YouTube sio mbaya bwana. Spain La Liga pale, La Liga Santander, La Liga Esports La Liga pale. Huu ni msimu mgumu sana. Leo kuna Celta Vigo na Levante, lakini kuna Real Betis dhidi ya Elche na Osasuna dhidi ya Atletico Madrid. Yes. Hapa kwa Atletico Madrid, vijana wa El Cholo wana wakati mgumu sana mbele ya Osasuna. Mbele ya Osasuna. Yes. Mimi kama mwekezaji ninayechipukia, yes, mimi nakwenda na Osasuna moja kwa moja leo. Kwa nini? Kwa mtazamo upi? Performance ya Atletico na kusikitisha au kwa sababu ametolewa kwenye Atletico sasa hivi hakuna anachowania cha kwanza. Okay. Sawa? Kama kucheza Champions League, yupo kwenye nafasi nzuri. Na ubingwa ameshakosa. Yes. Amepoteza UEFA Champions League. Siamini kama anaweza kuweka effort kubwa, licha ya kwamba ni timu zenye madaraja mawili tofauti. Osasuna ni miongoni mwa timu ambazo msimu huu zimekuwa na kiwango bora zaidi, bora sana, mpaka Murik ni miongoni mwa shambuliaji ambao wakiamua kukaza buti, kama anaweza kufumania nyavu pengine magoli 4-5 kwenye mechi moja, anaweza kama mfungaji bora. Sahihi. Ni miongoni mwa timu ambazo msimu huu, timu ambayo ilikuwa inataka kuchukua La Liga ilipaswa iagane na Osasuna, yani hakikisha imeongea vizuri na Osasuna kabisa. Ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa vizuizi kwa timu nyingi tu kwenye msimu huu. Kwa hiyo tunasema ina ile spirit, team spirit. Osasuna ipo juu sana. Yes. Wana wachezaji ambao si mastar, lakini wanajua nini wanachokifanya na wanapaswa kufanya nini. Wapo kwa ajili ya nembo ya club. Sawa? Okay. Kwa hiyo kiuhalisia tu, kwa sababu sijacheza mpira kwenye madaraja ya juu lakini nimecheza mpira na kwa sababu nilikuwa na upenda. Yes. Nimecheza mpira nikabahatika pia kwenye madaraja ya ngazi ya shule. Sio mbaya, sio mbaya pia. Mashindano ya ngazi ya mkoa, umeenda. Kwa hiyo kunywa juice zile ambazo mchezaji alivyo kisaikolojia. Yes. Anaweka matarajio makubwa sana mchezaji yoyote. True. Yaani mchezaji yote mara nyingi huwa anaweka matarajio makubwa. Na hatuwezi kuepuka kwamba kiasili binadamu ni binafsi. Sawa. Yaani kiasili binadamu ni binafsi. Hata wale unaona wachezaji yupo kwenye timu, ana msimu huu amewaka, yuko vizuri. Lakini kiasili yeye kwanza anajitazama yeye anacheza vizuri. Kwa hiyo ile spirit yake kutaka kufanya vizuri yeye ndio inakwenda kuiathiri timu. Anacheza yani ile shauku yake ya yeye kutaka afanye vizuri ndio inakuwa pia faida kwa timu. True. Sawa? Kitu ambacho wachezaji wa Atletico Madrid kwa sasa siamini kama wanaweza kuwa na hiyo shauku, kwa sababu zimesalia mechi chache kuweza kumalizika kwa ligi. Wakati mgumu kweli. Wakati huo unajua kabisa hakuna tunachokipambania. Hata kama tukicheza kwa namna gani. Kingine, hao wachezaji wengi sasa hivi hawawezi kujitoa kwa sababu wanaamini tukiumia tumekosa kombe la dunia. Sawa? Kwa hiyo alafu ukijumlisha pia Atletico Madrid wamekuwa na mwenendo
mbaya sana wa matokeo hasa sana kwenye hili duru la pili la liga. Kwa hiyo tayari sana mimi hapa kama ningekuwa ni mwekezaji moja kwa moja ningeondoka na Osasuna. Kama hatoshinda Osasuna basi ni sare. Bwana sawa, hizo ndizo taarifa za michezo za huko ughaibuni. Yes. Bwana, mechi zipo nyingi. Celta Vigo saa 4 ndio kamili. Itakuwa ni saa 2 saa 2 na Levante, lakini mechi ya Real Betis dhidi ya Elche saa 3 kamili za usiku. Pengine Celta Vigo na Levante unaondoka na nani hapa? Celta Vigo na Levante naondoka na Celta Vigo. Au sio? Yes. Kwa sababu ni timu nzuri, unajua Levante walianza vizuri. Tunasema ule moto wa kifuu wakaja wakazima. Celta Vigo ni timu yenye consistency. Celta Vigo hutoiona ikiwa inachukua ubingwa na kamwe hutoiona inataka kushuka daraja. Kwa hiyo mimi wao wanawania nini? Wao wanawania kupata pesa za mamlaka za pesa za La Liga na kuonekana kwenye TV. Asio. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu za madaraja mazuri ambazo zimekuwa na muendelezo mzuri tu. Kwa hiyo na zinatoa ushindani. Na uzuri wa Celta Vigo si mpaka ikutane na Barcelona, Atletico au Real Madrid. Hata ikikutana na timu zenye madaraja ambayo wanafanana, pia imekuwa ni timu ambayo inacheza vizuri pia. Yes. Kuna Real Betis dhidi ya Elche. Sare hiyo. Haya, mtazamaji wa Jane TV, Jane Sport. Lakini kabla hujamaliza ni kwamba kwa mara ya kwanza au tuseme baada ya muda mrefu Kylian Mbappe jana hajashinda tuzo yoyote ile kwenye tuzo zilikuwa zinafanyika za Ligue 1 pale Ufaransa jana, tuzo za Ufaransa. Sawa? Na kulikuwa na kipengele cha mchezaji bora anayecheza nje ya Ufaransa. Kwa hiyo Kylian Mbappe hakufanikiwa kushinda hiyo tuzo. Na watu wengi wamekwenda mbali pia. Maswali yamekuwa mengi. Na Kylian Mbappe huyo anahusishwa kwamba anataka kujivunja tena. Unajua kwenye mechi ya El Clasico Kylian Mbappe hakuumia. Ingawa ripoti za madaktari zilisema kwamba ameumia. Lakini kiuhalisia sisi wataalamu, mimi kama mchezaji wa zamani naelewa zile mambo. Kwamba Mbappe hakuumia, alijivunja. Nje ya uwanja mashabiki walikuwa wanasema kwamba asipokuwepo Mbappe tunashinda. Na Mbappe akiwepo ni tatizo. Kampeni hiyo ilikuwa kubwa sana. Binadamu anakuwa na kinyongo mara nyingi. Unajua Mbappe amefunga magoli mengi kwa ajili ya timu. Kitu ambacho hawaelewi watu ni kweli kwamba huenda Mbappe anaweza kuwa na athari fulani anapokuwepo kiwanjani, lakini kitu kimoja mimi kiufundi ninachotazama, Mbappe anachokikosa ni kitu kimoja. Hawezi kutulia kwenye position yake, kwa maana lile eneo la namba 9. Na kiufundi, kwa sababu Mbappe amehudumu kama mshambuliaji anayetokea pembeni, winga kwa muda mrefu, atakuwa anabadilika pole sana. Yaani kuna wakati atajisahau. Alafu yupo na Vinicius ambaye si mtu anayeachia mpira kwa haraka. Sasa Mbappe ambaye si eneo lake, mara nyingi alikuwa anacheza pembeni. Unapokuwa na winga kama Vinicius ambaye haachii mpira kwa haraka, maana yake unamlazimisha Mbappe mara nyingi aanze kufikiria kuja pembeni. Anahitajika kuwepo winga ambaye yuko quick, ambaye atamfanya Mbappe muda wote asifikirie kwenda pembeni. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Vini anachelewesha mpira. Sawa? Sasa kulikuwa na hiyo kampeni ya kuhitaji kwamba Mbappe asipocheza tutashinda huo mchezo. Akasema sio kesi, mimi nitajivunja. Akajivunja, ripoti ikatoka kwamba Mbappe ameumia. Sasa yule bwana wakati wa mapumziko, Madrid amekula chuma mbili. Akaposti, akapiga picha screen yake ya TV pale alipokuwa sebleni anaangalia, akaposti, akaandika hala Madrid. Kitendo kile kiliwakasirisha watu wakiamini kwamba anafanya dhihaka. Kwamba umeona tumekula chuma mbili ndio nasema hala Madrid. Na mimi nikaelewa kabisa kwamba nyinyi mlisema kwamba mimi nikiwepo ni tatizo. Kwa hiyo matukio yameunganisha, ukaona kwamba huyu ndio hivyo ndio uhalisia kwamba si mliona kwamba mimi kama imekuaje, kwamba mimi nikiwepo
tutafungwa Yeah. na nisipokuwepo mtashinda. Chuma mbili hizo hapo kwao, akaandika pale. Jana akaposti tena picha akionekana yuko mazoezini, amerudi mazoezini. Lakini ripoti za ndani zinasema kwamba haijulikani Mbappe atarudi lini uwanjani, hakuna mtu anayejua. Na kuna tetesi kwamba anataka ajivunje tena asicheze mechi zilizosalia za La Liga. Kwa hiyo hali kidogo si nzuri sana. Na nimeona kama vile kule Marekani wameshaanza kumnyemelea moja ya timu za Marekani. Mbappe hawezi kwenda Marekani. Na mimi sitakubali. Nitauza kila kitu, hata mashamba mzee shughuli mali. Yule anaweza unajua pesa ndio kila kitu. Ingawa tu ujio wa kocha labda Jose Mourinho, unajua Real Madrid tatizo kubwa. Moja ya makocha wa babe. Wanasema kocha ambaye yeye anaondoka na kila mtundu. Amesema kwamba kama yeye aachiwe kwenye kufanya usajili. Unajua sajili nyingi za sasa hivi Florentino Perez anahusika. Changamoto hii. Kwa sababu kocha ndo anajua timu inataka nini na kila kitu. Sajili nyingi amekuwa akihusika, lakini yeye amesema kama mnamhitaji, yeye tunasema awe na kauli, tunasema awe na kauli, awe na uwezo, nguvu ya kimamlaka, kwamba mchezaji fulani bwana simtaki, huyu akae bench 1 2 3, wewe cheza pale, nimekwambia ucheze pale, cheza pale. Kwa hiyo sitaki kuingiliwa kwenye mambo yawe hivyo, na sajili niachiwe mimi fulani, na mhitaji fulani atoke kwenye timu niachiwe mimi. Kwa hiyo ni kitu ambacho amependekeza kifanyike kama watahitaji kumrejesha pale kwenye kikosi. Bwana, masuala ya Mbappe kwa hivyo hivi ugomvi wa Valverde sasa umesha. Zipo tetesi zinasema kwamba wanafikiria kumuuza Valverde. Lakini hata kama atakuwepo kwenye kikosi pia inasemekana kwamba atavuliwa kitambaa cha unahodha. Nidhamu mbovu. Unajua Valverde, Carvajal ndio kapteni mkuu kwa sasa. Kisha msaidizi wake ni Federico Valverde. Kwa hiyo wanasema kwamba kama atakuwepo huenda akavuliwa kitambaa cha unahodha. Akapewa, na mimi naona kabisa, mimi naliunga mkono hilo. Kwa sababu wewe ni kiongozi, lakini kiongozi una tabia mbaya. Tumeone pale umezidiwa na hisia. Mamnyeto anapigana uwanjani. Hakuna. Tumeone pale Shomari Kapombe anapigana uwanjani. Bwana, hii ni Gen Sports. Sisi hatuna la ziada. Kikubwa zaidi zidi kutufuatilia bwana kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Hapa YouTube, wewe ukiona tu subscribe, like, share na comment bwana kwa taarifa zetu ambazo tunaweka hapo. Lakini na pale Facebook tu follow pia. Na Instagram Gen TV Tanzania tu follow. TikTok nenda pale katu follow pia, utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Na la maana. Pale Twitter kwa sasa X, naenda katufollow Gen TV Tanzania. Mambo yazidi kuwa mazuri. Bwana, kwenye maisha hakikisha unatimiza wajibu. Na usipotimiza wajibu kwenye maisha, huwa wajibu utakuja kuulipia kwa nguvu. Sawa? Leo bwana, katika pita zangu za mtaani nimekutana kama kawaida vituko vya daladala. Sawa? Stories za madaladala bwana. Mmoja wa conductor wa daladala alikuwa amevaa, madaladala konda wanakuwa wanavaa zile suti. Hapo unamwangalia kwanza, kumetulia sehemu na muangalia tu pale. Unavaa suti zile. Zile suti amevaa, chini huko amevaa suruali ya kawaida ya kisharobara. Lakini juu amevaa shati la suti lile. Suruali ameibana kwenye kwapa. Yule dereva anamwambia, "We vaa hiyo suruali ya sare hiyo. Ya sare nimekupa uvae, mbona unaweka kwa pani?" Unataka ukutane na askari huko mwanze kugombana. Vaa hiyo, usilete usharobaro. Usiona mimi nimevaa, mimi kwani mimi nazipenda hizi? Nimevaa tu. Sio kama nazipenda, ila nimevaa. Kwa kwenye maisha bwana, atekeleza wajibu. Pale dereva alitekeleza wajibu kumkumbusha bwana fanya kile kitu. Na yule konda atekeleze wajibu wa kuvaa, ili baadaye ule wajibu asiende kuulipia kwa nguvu kwenye mamlaka. Kwa bwana Andrew, wajibu ni mzuri. Kesho ni siku. Yes. Tukutane tena.